Asante sana. Naitwa Martin Joseph na tokea Radio Maria. Swali langu kwa Mheshimiwa Waziri ni upi mkakati wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwenye upande wa teknolojia na utandawazi, hasa masuala mazima ya mitandao ya kijamii. Kumekuwa kukiibuka mambo mbalimbali ambayo wewe Mheshimiwa Waziri umekuwa ni shuhuda wa hayo mambo. Vijana wamekuwa wakifanya mambo ambayo mpaka mmekuwa mkiwaita mkikaa nao chini ili kusudi mueleze. Labda nieleze tu kwa ufupi masuala ya connection ambayo yamekuwa yakitokea mara kwa mara. Yametokea kwenye serikali kipindi kilichopita. Vipi kwenye kipindi cha awamu hii? Una tamko gani? Kwa sababu kuna moja ya nchi wamezuia wa vijana wenye umri kuanzia miaka 18 kushuka chini kutumia mitandao ya kijamii. Na sheria imewekwa kabisa ya kutumia mitandao ya kijamii. Wewe kama waziri mwenye dhamana ya pengine utaratibu wa kukaa na watu wanaohusika na mitandao ya kijamii, mnalipi pia la kutueleza wananchi kwenye serikali hii kwa awamu hii ambayo inakwenda kuanza sasa, na lipi tamko lako kwa wale ambao pengine watakutwa na hatia ya vitu kama hivi hapo mbeleni, ili kusudi kuzuia hili tatizo lipungue katika jamii? Asante. Radio Maria, mkakati wa online maadili, tuna kamati ya kitaifa ya kuhusu udhibiti wa maadili mtandaoni na ulinzi wa watoto, ina wajumbe wa sekta zote. Nilikwenda Abu Dhabi miaka 2 iliyopita. Dunia ilikuwa inaongelea kuhusu hatima ya kudhibiti maudhui ya mtandaoni na ulinzi wa watoto. Tanzania tuna Cyber Crime Act ya mwaka 2015. Mule ndani ukikamatwa unafanya mambo yako wewe, kuna maadhabu mpaka milioni 50. Niliwahi kuyatangaza siku moja. Ila watu wanafanya vile mazoea, mwingine anafanya kosa yuko nje ya nchi, hayuko hapa. Lakini kwa sababu mitandao yetu inafika mpaka huku, tunakuja kuyaona na sisi, hasa kwa upande wa watoto, ili wasiingie huko. Hii kamati itakuja sasa na mapendekezo kama mlivyoona kwenye nchi nyingine. Kwenye kipindi hiki mabunge yetu 5 yajayo, tukija na huo mkakati wa kusema sasa ni hivi, naomba ushirikiano, tuwalinde hao watoto. Isije ikawa anazuia, anafanyaje? Tutatumia mbinu za nchi zingine walizofanya wakafanikiwa, tuweze kuwalinda hao watoto. Lakini wewe mtu mzima, sio mtoto, unabandika vitu vyako huko. Kamati hii sasa hivi haitaishia kuwaita tu na kuwaonya. Tumeonya sana kwenye serikali ya awamu ya 6 kipindi cha kwanza. Bwana, tutakupeleka mahakamani ukapambane na the Cyber Crime Act ya mwaka 2015 ya Tanzania. Mnipo ushirikiano. Msiseme kaanza tena. Ushirikiano tu tupeane. Chagua kati ya hayo. Ndugu zangu, hii ni Wizara ya Maendeleo ya Jamii inayotengeneza sera na miongozo. Tuna majukwaa, ameyasema Katibu Mkuu, kila kundi la wazee, tuna sera ya wazee na mabaraza ya wazee yanafika mpaka chini. Wajane, tuna mwongozo wa wajane kati ya nchi chache Afrika. Tunafika mpaka chini huko chini kwenye uratibu. Wanawake, tuna sera ya jinsia na maendeleo ya wanawake. Tuna majukwaa ya uwezeshaji kiuchumi yanafika mpaka huko chini. Ukija kwa watoto, tuna mabaraza ya watoto yanafika mpaka chini huko kwenye shule za msingi. Kuna madawati ya ulinzi wa watoto mashuleni, lakini kuna madawati ya ulinzi wa watoto sio tu shule za sekondari na primary, vyuo vikuu tuna madawati ya jinsia. Kwenye masoko tumesheheni miongozo ulinzi wa ukatili wa kijinsia masokoni. Nikija kundi gani lingine hapo la wafanyabiashara ndogo ndogo, vyama vyote vya wafanyabiashara ndogo ndogo vimejisajili na tuna jukwaa lao, na sasa hivi tunataka kuliimarisha vizuri. Sisi tuna kila kitu. Tunachoomba sasa ni nidhamu ya ushirikiano wa wananchi kufuatilia na kutuunga mkono, ili shida yetu sisi kupitia hii miongozo na hizi sera tuwatoe kwenye huo mkwamo, muende kuiangalia Tanzania kwenye sura mpya, muone fursa, mchukue hatua kama ambavyo mkiona mawingu mnachukua hatua za kwenda kwanza kutayarisha mashamba. Wangapi wamenielewa? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Kazawa, kasi zaidi, karibu zaidi na wananchi. Asanteni na Mungu awabariki. Ama kweli